zinaponya ama zinaongeza maumivu katika mioyo ya Watanzania? Wako viongozi wa dini ambao kusema ukweli ukiwasikiliza wanaleta utulivu kwenye nchi, wanahamasisha amani na utulivu katika nchi, na wanawasihi watu wajiepushe kuhusika katika vitendo vya vurugu. Natambua kwamba wako pia viongozi ambao wanatoa kauli ambazo zinachochea zaidi matatizo. Mimi labda niseme kwa kifupi kabisa kwamba serikali inatarajia kwamba vyombo vya dini vitakuwa na jukumu muhimu sana la kuhakikisha haki, amani, utulivu, upendo, mshikamano na umoja wa kitaifa unatamalaki katika nchi. Haipendezi hata kidogo viongozi wa dini wakawa wanatoa matamko ambayo yanatugawa, yanaongeza machungu kwa wananchi, yanachochea hasira kwa wananchi. Hilo sio jukumu la viongozi wa dini. Na mimi ningependa kuweka wazi, ni vizuri viongozi wa dini wakajua kwamba dini wanazo au madhehebu ya dini wanayoyaongoza yana waumini wenye mitazamo tofauti. Unapokwenda kuzungumza mambo ambayo yanawaumiza waumini wako, sio sawa. Nadhani viongozi taasisi zetu za dini zimekuwa na utamaduni wa siku nyingi wa kuwaunganisha watu, wa kuhimiza kuhubiri amani. Ni utamaduni wetu wa vyombo vyetu vya dini, taasisi zetu za dini katika nchi, kuwafanya watu wawe wamoja, wapendane. Mimi ni Mkristo kwa mfano. Tunasema hakuna amri kuu zaidi ya upendo. Tuhamasishe upendo. Lakini ukisikia kiongozi wa dini anasema usipofanya hiki itakuwa hivi, ukifanya hivi hasa unashangaa kiongozi huyu amesahau amri kuu ya Bwana Yesu ya kuhimiza upendo. Lakini kwa nini serikali haiwakemei kama mnaona na unajua Odemba, tumeona kauli ambazo hasa wakati huu zingine zimekuwa ni ngumu zaidi na zinaonekana waziwazi kuongeza machungu katika mioyo ya Watanzania. Tumesikia mashehe, tumesikia Wakristo wanaongea maneno ambayo pengine watu wanahisi ingeleta uponyaji, lakini ni kama inaongeza machungu. Kwa nini amkemei mambo kama haya? Unajua Odemba, kwa hadhi na heshima ya taasisi zetu za dini, madhehebu yetu ya dini, serikali inapenda kutumia zaidi approach inaitwa engagement. Tunazungumza nao. Kukiwa kuna jambo tunazungumza nao haliko sawa, sio kwamba wakati wote wanafanya mambo kwa usahihi. Kuna wakati, lakini sasa sisi kama serikali lazima tuangalie kiongozi huyu wa dini anaongoza dhehebu la dini, ametoa maneno haya, ukija kumlarua hovyo hovyo, implications zake ni nini, madhara yake ni nini? Kwa tungependa zaidi kuwataka viongozi wa dini waone umuhimu wao na heshima ambayo Watanzania na nchi inawapa, wakazingatia. Na tungependa zaidi kuzungumza nao. Pale itakapokuwa inakuwa kinyume chapo, basi nchi yetu ina sheria. Kwa sababu huwezi ukawa unafanya uchochezi halafu ukaachwa uendelee kufanya uchochezi. Lakini nataka nikuhakikishie Odemba, tunazungumza nao zaidi kuliko hiyo approach ya baadhi yao kutoka nje na kutoa matamshi ambayo yanatugawa kama nchi. Kauli ya kazi na utu iliyotolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na limekuwa sasa kama wimbo kuu, kauli ya kazi na utu, na kuleta tabasamu katika nyuso za Watanzania. Wewe ukitazama